Kwa hiyo kwangu mimi I believe hizi timu pia wao binafsi huwa wana vitu ambavyo ama wana miongozo yao, si ndio? Kwamba ukiwa mchezaji wa Simba ama ukiwa mchezaji wa Yanga unaruhusiwa kufanya vitu hivi, lakini vitu hivi hauruhusiwi kufanya, si ndio? Na adhabu lazima ianzie ndani. Yaani usipoweza kumadhibu mchezaji wako ndani, usipoweza kumcontrol ndani, ndio unakuja kuona makosa kama haya yanatokea, si ndio? Kwa hiyo kwangu mimi I believe hata kabla ya adhabu ya bodi ilibidi kwanza Yanga wakae na mchezaji wao, si ndio? Wamtahadharishe kuhusu haya makosa ya kinidhamu ambayo amekuwa akiyafanya, kwa sababu ndio nasikia baadhi ya maneno ya viongozi wa Yanga kwamba Diarra sio ana uchungu na timu, anaipigania timu. Sasa ana uchungu na timu ndio wanyoshia watu kidole cha kati. Sasa bwana uchungu na timu anaenda kuangalia kwenye michezo mitatu. Nadhani kuna muda sawa, wachezaji wetu ambao maybe ni wakubwa, kuna namna yani hawachukuliwi adhabu stahiki. Yani kwa maana yake kanuni zinavunjwa kwa sababu ya ukubwa wao kwenye ligi yetu. Sio kwa sababu ya ukubwa wao, lakini klabu yenyewe haina uwezo wa kuwachukulia hatua baadhi ya wachezaji ambao wanaonekana wana influence kwenye klabu ama ni wachezaji wakubwa kwenye timu, si ndio? Kwangu mimi I believe kwa sababu Diarra mpaka anakuja kufungiwa sawa, amekuwa na mwendelezo wa kufanya haya makosa ya kuwashambulia waamuzi. Sio mara ya kwanza. Utaambia kwenye mechi dhidi ya Simba alimshambulia mwamuzi, kwenye mechi dhidi ya Azam na kwenye mechi dhidi ya TRA pia hiyo. Si ndio? Kwa hiyo yamekuwa ni makosa ambayo ya kujirudia. Sasa je, Yanga wenyewe hawakuona kwamba kwa huu mwenendo wa Diarra kuna siku atafanya kosa kubwa zaidi? Kwa kuna namna Yanga pia wanakosa according to hichi ambacho kimekuta Diarra na wao pia. Kukaa naye chini kwanza kumtahadharisha kwamba ndio unachunga timu, lakini baadhi ya matendo ambayo unayafanya yanaweza kupelekea ukaigharimu timu zaidi ama ikakugharimu pia wewe.